Baraza la madiwani lapongeza management ya halmashauri ya wilaya ya Korogwe kusimamia ukusanyaji wa mapato. Pongezi hizo zimetolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe, Mheshimiwa Selemani Mwongozo, wakati akihutubia baraza la madiwani lililofanyika leo tarehe 30 Aprili 2026 katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe uliopo Makuyuni, ambapo waheshimiwa madiwani waliuliza maswali ya papo kwa papo kwa kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe, ndugu David Mtumirwa, na kuwasilisha taarifa za kamati kwa kipindi cha robo ya tatu. Baraza hilo lilihudhuriwa na mkuu wa wilaya ya Korogwe, mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo wa Mombo, wataalamu wa halmashauri, viongozi wa dini pamoja na wageni waalikwa. Kwenye bajeti tunayotekeleza, tukishatekeleza bajeti, maana yake ndio mipango tunayokwenda nayo. Lakini uzuri saa hizi tuko mwezi huu wa 4. Maana yake taarifa tunayoipokea hapa ni ya robo ya tatu inayoishia Machi. Lakini kwenye mapato ya serikali yamegawanyika. Kuna mishahara, kuna matumizi ya kawaida, kuna miradi ya maendeleo kutoka serikali kuu, kutoka kwa hisani, na kuna mapato ya ndani ambayo sisi ndio tunaohangaika nayo kwenye maeneo tukisema tunakusanya mapato. Tunapozungumza hapa kwenye ripoti yetu mpaka tarehe 31 mwezi wa 3 tumeshakusanya 112%, jambo ambalo bado tuna miezi wa 4 na wa 5 na wa 6. Maana yake unaweza kuona kwamba mwenendo wetu ni mzuri, lakini hii inatuonyesha kwamba mwakani tukianza mwezi wa 7 tutakuwa tumejifunza jambo na bajeti zetu tutakuwa zimepanda, sio kwamba inashuka. Kwa hiyo nawapongeza kwa namna ambavyo wataalamu na simamizi tumesimamia mapato mpaka saa hizi. Kabla ya mwezi wa 6 tumeshavuka 100%. Nipigeni makofi. Lakini jambo lingine ni kwa wataalamu wetu. Tumezungumza, tumepata hati safi, lakini bado kuna hoja ambazo zinajibika. Hoja inaweza kujitokeza, lakini ufumbuzi wake ni kujibiwa. Na hatutaki kwamba tuwe na wataalamu sana wa kujibu. Wale wataalamu wanasema prevention is better than cure. Ni bora ukaweka neti using'atwe na mbu kuliko ukaenda kunywa dawa ya mseto. Kuna uwezekano wewe huwezi kuimudu, itamsumbua. Kwa hiyo ni jambo vizuri kwamba kuna sababu kubwa kuhakikisha kwamba hoja hasa ambazo sio za kisera tunazikwepa, ili baadaye tukifika kwenye ufanisi tuonekane kuna mambo tunayazuia. Hoja inaweza kujitokeza, lakini inatakiwa ijibiwe mapema sana, kwa tafsiri kwamba ni maswala. Kuna jambo linaweza kuwa limetakiwa leo alafu likachelewa, lakini baadaye ukilifanya ile jambo hoja imefutika. Kwa hiyo ni namna tu ya utaalamu wa hesabu unaofanyika ndio unatusaidia kuwa namna hiyo. Kwa hiyo miradi ya maendeleo tumeendelea kupata, nadhani kutoka serikali kuu imeshafika kama 88%, lakini kutoka kwa wahisani kama 43%. Kwa hiyo bado ni wahisani wanatusaidia. Kwa hiyo ratiba yao wanajitahidi ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo wanaweza wakaleta wakati wote kabla ya mwezi wa 6, au inaweza katokea kwa sababu zozote ambazo kuna wakati vile bajeti ya kuifikiri ikawa imepungua. Lakini kwenye bajeti tulipitisha bilioni 10 kwa ajili ya miradi ya maendeleo kutoka serikali kuu na wahisani. Mkuu wa wilaya ya Korogwe, Mheshimiwa William Mwakilema, alipata nafasi ya kuhutubia baraza hilo, ambapo alipongeza baraza la madiwani kwa kusimamia management. Kisha alitoa taarifa ya Mwenge wa Uhuru 2026, akiwahimiza waheshimiwa madiwani kufanya hamasa kwa jamii juu ya mapokezi ya Mwenge wa Uhuru, ambapo unatarajiwa kupokewa na kukimbizwa katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe Ijumaa ya tarehe 26 Juni 2026, ukiwa na kauli mbiu Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Niwaombe sana waheshimiwa madiwani ushiriki wenu, ili kwa pamoja kwa kushirikiana na wataalamu chini ya mkurugenzi tuweze kufanikisha swala la Mwenge jinsi ambavyo tutakavyolipokea, hamasa kwa wananchi wetu ili kuweza kufika kwa wingi, ili tuweze kuonyesha mshikamano wetu tunaofanya mara kwa mara katika kupokea Mwenge wa Uhuru ambao ratiba
ya wilaya yetu nzima ya Korogwe, hususan mradi ambao ni wa kitaifa, ni wa kimkakati. Kama mtakumbuka, waheshimiwa madiwani, mwaka jana Mheshimiwa Rais alipofanya ziara katika mkoa wetu wa Tanga, alielekeza kwamba taifa hili lina uhitaji mkubwa sana wa sukari, hususan sukari ya viwandani, lakini pia na matumizi mengine ya kawaida. Serikali inatumia gharama kubwa sana kuagiza sukari nje ya nchi. Pamoja na swala hili la sukari, uwekezaji wa shamba la miwa kwa ajili ya uzalishaji wa sukari, alitilia mkazo pia kwamba mkoa wa Tanga ulisifika sana kwa viwanda vingi vimedorora na vingine vilibinafsishwa. Kwa maelekezo yalitolewa na timu zilikuja kwa ajili ya kufuatilia, na ikiwemo kati ya huo utekelezaji, swala ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti umelieleza, tulikuwa tunalizungumza pale ofisini kwa mkurugenzi, ilikuwemo pia swala la kudorora kwa viwanda vinavyosindika chai, ambapo tunajua sehemu kubwa ya tarafa ya Bungu wananchi wetu uchumi wao mkubwa umejikita kwenye uzalishaji wa chai. Sasa viwanda kule vimefungwa, chai inaingia mashambani, lakini serikali kupitia waziri wa kilimo ulifanya ziara, na wewe Mheshimiwa Mwenyekiti ulikuwa mmoja wao, na ilitoa ahadi, na hiyo ahadi ndio tulikuwa tumezungumza. Mtaalamu kutoka bodi ya chai alifika hapa leo kwa ajili ya maandalizi ya mwisho, kwamba kiwanda tayari kimeshatengenezwa, kiko njiani, kinasafirishwa kuja Tanzania. Kwa hiyo tujiandae kukipokea, na maandalizi yanayofanyika sasa hivi ni namna ya kuhakikisha kwamba kinapokelewa na kinajengwa ili uzalishaji wa chai uweze kuendelea na wananchi wetu wa tarafa ya Bungu na maeneo jirani waweze kuzalisha chai na iweze kusindikwa na